Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka fulani hivi ambao ulikuwa na matukio mengi. Miongoni mwa matukio ambalo liligusa sana watu wengi duniani ilikuwa ni ile mkutano wa Donald Trump pamoja na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambao walikutana pale mjini Alaska, na pamoja na mambo mengine walikutana katikati ya mzozo mkubwa sana kati ya Urusi pamoja na Marekani, na wengi waliamini kwamba pengine huenda bwana Donald Trump amecheza karata nzuri sana. Lakini moja ya watu ambao nilizungumza nikasema kwamba pamoja na kwamba Putin kakubali wakutane na Trump pale mjini Alaska, ni kwamba si rahisi sana kwa Putin kukubaliana na kila ambacho Marekani watakizungumza kutokana na misimamo yao waliokuwa nayo, na jambo hilo lilitimia, na hadi leo tunapozungumza ni kwamba jambo limetimia kwa 100%. Kwa nini nasema limetimia kwa 100%? Leo bwana, nina story moja hapa ambayo nataka niwape. Nadhani watu wengi sana inawezekana sijui hawafuatilii au wanafuatilia, lakini nikasema anyway, ngoja tukumbushane kidogo. Katikati ya kile kilichokuwa kinaonekana ni mahusiano mazuri ya Putin pamoja na bwana Donald Trump, ndipo ambapo pameibuka mjadala mkubwa sana ambao unahusiana na mkataba wa mwisho wa nyuklia kati ya Marekani pamoja na Urusi ambao umekaribia muda wake kuisha, huku Trump pamoja na Putin hivi sasa wakiwa wapo katika kiwango cha juu kabisa cha vitisho vya majaribio ya silaha za nyuklia. Rais wa Marekani na rais wa Urusi wamekuwa wakibadilishana vitisho kwa wiki kadhaa kuhusu kuanzisha upya majaribio ya silaha za nyuklia, hatua ambayo inaongeza mvutano ambao ulianzishwa na kile ambacho rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alikizungumza, kwa maana ya tambo za rais wa Urusi bwana Vladimir Putin baada ya kuwa amefanya majaribio ya kombora la nyuklia ambalo inaendeshwa kwa nguvu za atomic, ambalo ile kombora linafahamika kama Poseidon mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka 2025. Sasa Marekani bwana hawakutaka kukaa kinyonge. And by the way ni kwamba jaribio lile la Urusi liliwavuruga sana watu wa magharibi, si tu wa Marekani, ni wa magharibi kwa ujumla wao, kwa sababu yani hawakufikiri kama Putin angeweza kufanya tukio kama lile. Baadaye tukaona Trump akatangaza kwamba watafanya jaribio la kwanza la nyuklia katika kipindi cha miongo mitatu ambayo imepita. Kauli hizi za kichokozi za viongozi hao, ikiwemo tamko la Urusi kwamba nao wanaweza wakaanzisha upya majaribio ya silaha za nyuklia, ikawa sasa imeibua hofu kubwa sana duniani kuhusu mbio mpya za silaha za nyuklia. Wakati huo hizo pande mbili za Urusi pamoja na Marekani zikiwa zinakinzana kwenye tarehe ya namna gani ya kurusha hayo makombora. Sasa Februari 4, siku ambayo mkataba ambao ulibaki wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya mataifa hayo mawili unaisha muda wake. Februari 4 mwaka 2026, kwenye miongoni mwa ile mikataba ambayo hizi nchi zilisign kwamba yani kusitisha uzalishaji kwa kiwango kikubwa cha silaha za nyuklia pamoja na matumizi ya silaha za nyuklia yenyewe, unaisha Februari 4 mwaka 2026. Sasa hapa kuna burudani. Na mkataba wenyewe ni mkataba gani? Ni ule mkataba ambao mara nyingi nimekuwa nikiuzungumza, ni mkataba wa New START ambao unazidhibiti nchi hizo kuwa na vichwa vya nyuklia ambavyo vimesha tengenezwa maalum kwa ajili ya mapigano, ambavyo vinafahamika kama deployed warheads, havitakiwi kuzidi 1550, pamoja na mifumo ya urushaji wa makombora ya masafa marefu ambayo inaruka bara moja kwenda bara jingine, na makombora kutokea baharini ambao yanakuwa narushwa kwa njia manowari, ndege za mabomu, ndio walikuwa wapo wamesaini kwenye huo mkataba. Sasa baada ya muda wa miaka 5 kuongezwa na Rais Joe Biden, mkataba huu unatarajiwa kuisha mapema mwaka ujao bila dalili za kuanzishwa kwa makubaliano mapya. Nakumbuka wakati wa utawala wa Joe Biden, Putin pamoja na Joe Biden walikubaliana kwamba tuongeze kama miaka 5 hivi. Sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka Baraza la Usalama la Kitaifa, Trump aliitisha kikao na wataalamu wa nyuklia kabla ya mkutano wa kilele wa Putin pamoja na Trump ambao ulifanyika mwezi Agosti, kwa maana ya miezi 3 iliyopita pale mjini Alaska. Na mazungumzo ambayo walikuwa wanazungumza yalikuwa yanaelezea juu ya faida za kuendeleza kikomo cha sasa cha silaha za nyuklia, iwapo Marekani inapaswa kuongeza uwezo wake wa nyuklia, na hali ya mifumo ya Marekani ya urushaji wa silaha za nyuklia. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitoka kwamba before Putin pamoja na Donald Trump wakutane, Trump alikutana na wale washauri wake kuhusiana na masuala ya silaha za nyuklia,
na ikulu ya White House baadaye wakawa wanajihami kwamba mazungumzo yoyote au majadiliano yoyote ya nyuklia kati ya viongozi wa mataifa haya mawili ni yanatakiwa kuwa Urusi kuhusu mkataba huo, na Urusi walisitisha ushiriki katika utaratibu muhimu wa ufuatiliaji wa mkataba huo mwaka 2023, ingawa tayari walikuwa wamedorora kutokana na kuwa katika changamoto, wametoka katika changamoto ya COVID. Kwa hiyo mambo mengi sana yalikuwa ni kama hayajarudi vizuri, lakini pande hizi zote mbili mpaka sasa hivi ni kwamba wapo kwenye ile ya tusitishe au tusisitishe, tuendeleze au tusiendeleze. Hili ndilo moja kati ya eneo ambalo lina changamoto. Sasa wakati Urusi wanajaribu mifumo yake mipya ya nyuklia, ijapokuwa hakuna taarifa kwamba kulikuwa kuna vichwa vya nyuklia, China na yenyewe nao wameongeza uwezo wake wa makombora ya nyuklia. Sawa, na kuna uwezekano mkubwa sana, yani narudia tena, kuna uwezekano mkubwa sana baadaye tunakoelekea hakuta kuwepo na makubaliano ya kudhibiti. Na hii inaweza ikawa ni mara ya kwanza kabisa tokea dunia imeumbwa Marekani na Urusi kuruhusiwa kutumia silaha za nyuklia za masafa marefu bila ukomo. Na wasiwasi, kwa nini tunasema kuna wasiwasi mkubwa? Kwa sababu ukitazama mara ya mwisho walirusha hizo mifumo yao kwenye miaka ya 90. Hadi leo hii hawajawahi kurusha. Sasa baada ya zaidi ya miaka 30, jambo hili linaweza likapelekea haya mataifa mawili kuzitumia hizo silaha, kwa sababu ukitazama Asia na wenyewe wako vizuri, ukitazama Marekani wako vizuri, ukitazama Ulaya Mashariki wako vizuri. Kwa hiyo ndio maana nasema ni kwamba bado tunaona kuna changamoto kubwa sana ambayo inaweza ikatutokea hapo mbeleni, na majaribio ya Urusi ya yale makombora kama hilo Poseidon ambayo yanaendeshwa na nyuklia na kombora la kusafiri lenye uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia yalitokea muda mfupi baada ya pendekezo la Putin kuongeza muda wa mkataba, hatua ambayo ilionekana kama njia ya kushinikiza Marekani wakae mezani. Lakini hatua hizo zilikuwa zimeonekana hazikufaa kwa maafisa wa Marekani. Umenielewa? Na ndio maana silaha hizi hazikuwa sasa zimehusishwa kwenye mkataba wa mazoezi ambayo wa Marekani wanasema Putin ameyafanya, jambo ambalo limewachosha. Yani wakati Putin anafanya yale mazoezi, wa Marekani walipata hasira nyingi sana kusema huyu mwamba vipi, mbona kama anatutega, yani anatufanya kile kitu ambacho anakitaka yeye. Sasa wakati wao wanafikiria kwamba mbona Putin kama anawachokoza, alafu it's like hamna kitu ambacho anaweza wakamfanya, Putin mwenzao akaja tena akatesti tena kombora jingine lile Burevestnik. Sasa hili na lenyewe likaja likawavuruga sana watu wa magharibi. Yani as we speak ni kwamba vikao na mijadala mingi sana ambayo inaendelea huko kwenye hizo nchi za magharibi, wanafikiria kwamba yani Putin mpaka sasa hivi anawaza nini, na kwa nini washirika wake wa karibu wa Urusi na wenyewe wamejikita zaidi kwenye kutengeneza hizo silaha za nyuklia, kufanya majaribio ya hapa na pale. Na mtakumbuka China sasa hivi ni kwamba ipo katika mchakato mkubwa sana kutengeneza silaha za nyuklia, na Wachina wenyewe wamesema hivi wao hawatakaa wakubali kukaa mezani na Marekani mpaka watakapokuwa wamefikia idadi sawa ya silaha za nyuklia na taifa la Marekani mpaka mwaka 2030. Sijui kama mnaunganisha doti. Yani maandalizi haya, na wakati dunia ipo kwenye hizi taharuki za hapa na pale, hawataki kuacha kuitazama hiyo taharuki ya Putin pamoja na bwana Donald Trump. Lolote linaweza likatokea sana wakati wowote ile. I don't know mataifa mengine duniani yanajiandaa vipi na hicho ambacho kinafanywa na haya mataifa makubwa duniani. All in all, daraja hili linatumika tu kufikisha ripoti, lakini wakati mwingine tunataka tufikiri wote kwa pamoja. Mnadhani kwa nini China anasema anataka awe ana silaha zinazoendana na zile alizonazo Marekani? Tunaweza tukashare kwenye comment section hapo chini. Na kama Mchina atasema hivyo, je, Mkorea Kaskazini akiona amefanikiwa Mchina yeye hawezi kuzungumza? Je, Muirani hawezi kuzungumza? Anyway, sema na mimi kwenye comment section hapo chini. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.